kuagiza maafisa ugani kupitia kwa wakurugenzi wa halmashauri waende, kwa sababu vile vifaa tunavyo, kila halmashauri ina vifaa vya kutumia udongo. Waende. Warigani Tanzania, hii ni Egosu TV katika mwendelezo wa kuzidi kukuletea habari na matukio mbalimbali, iwe ni habari za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Hii leo katika mji wa Musoma yamefanyika makabidhiano ya vifaa vya umwagiliaji. Makabidhiano haya yamefanywa na afisa habari wa Wizara ya Kilimo na mwakilishi wa mradi wa mifumo himilivu ya chakula Bi Taraba Nyabaganga Taraba, ambaye amekabidhi vifaa vya umwagiliaji katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara kwa katibu tawala wa mkoa huo, ambavyo ni mashine ya kuvutia maji, mashine ya umwagiliaji na mipira ya kuvutia na kumwagilia. Na hapa alikuwa na haya ya kuzungumza. Hapa nimesimama kwa niaba ya Wizara ya Kilimo, kwa niaba ya katibu mkuu, kwa ajili ya kuja kukabidhi hizi zana za umwagiliaji kwa wakulima wadogo wa mboga ambao wanalima maeneo ya vyanzo vya maji. Ni vifaa vya umwagiliaji kwa ajili ya halmashauri mbili za Rorya na Musoma DC pamoja na manispaa ya Musoma. Jumla ya seti ziko seti 34 na gharama zake ni milioni 468 na laki 4. Walengwa ni vikundi kutoka kata 15 za halmashauri hizo. Mradi utanufaisha zaidi ya watu 2000 wakulima wadogo na una thamani takriban shilingi bilioni 3.5, na walengwa ni wakulima wadogo wale ambao wanalima maeneo ambayo yana vyanzo vya maji. Kwa hiyo ni vifaa vya kumwagilia. Mashine kama mnavyoziona hapo zina uwezo wa kumwagilia masaa 10 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kumwagilia heka zako 10 kwa siku. Lengo ni kumsaidia mkulima aweze kukuamka kutoka huko kwenye kilimo ambacho hakikidhi, kisichokuwa na tija, mashine hizi zikamuongezee tija. Baada ya makabidhiano hayo, katibu tawala wa mkoa wa Mara ndugu Gerald Kusaya akazungumzia vifaa hivyo na akasisitiza utunzwaji wa vifaa hivyo kwa maafisa na wakurugenzi wa wilaya ya Musoma Manispaa, Musoma vijijini na Rorya ili kuleta matokeo mazuri kwenye kilimo cha umwagiliaji katika wilaya hizo. Leo hapa nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kufanya tukio hili muhimu. Lakini nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema tumeweza kukutana hapa, na zaidi nimshukuru kila mmoja wenu kwa jinsi ambavyo mmeweza kutoka katika maeneo yenu na kuja kushiriki nasi katika tukio hili. Ndugu zangu wananchi, kama maelezo yalivyotolewa mwanzo na mwakilishi wa katibu mkuu kilimo, ni kwamba leo tumepokea jozi 34 za vifaa vya umwagiliaji kutoka Wizara ya Kilimo kupitia programu ya mifumo himilivu ya chakula kwa ajili ya vikundi vya wakulima wadogo wa mkoa wetu wa Mara. Na jozi hizi zitagawanywa kwa vikundi 21 vya wakulima wadogo vyenye jumla ya wakulima 368 kutoka katika halmashauri zetu za Musoma na pia kutoka manispaa ya Musoma pamoja na halmashauri ya Rorya. Ndugu zangu wananchi na wakulima, ugawaji wa vifaa hivi unaakisi nia njema ya serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kuwa Tanzania tunakuwa na kilimo endelevu na wakulima wa Tanzania wanalima kwa tija. Matarajio ya serikali ni kuona kwamba vikundi hivi vinanufaika na programu hii mahususi ili kuongeza uzalishaji katika mazao ya kilimo, jambo ambalo litatuwezesha sisi kupata usalama wa chakula na kujiongezea kipato kitakachotuwezesha kuboresha maisha yetu ya mtu mmoja mmoja, lakini pia na jamii ya watu wote wa mkoa wetu wa Mara. Lakini nieleze ya kwamba mimi shughuli ya kwangu nitakayoifanya hapa leo ni kukabidhi vifaa hivi kwa wakurugenzi wa halmashauri hizo 3 nilizozitaja, ili na wao waende wakawakabidhi maafisa ugani kwenye maeneo yao, kwa sababu wale maafisa ugani ndio wanaowafikia hawa wakulima wangu moja kwa moja. Na wao maafisa ugani sasa waweze kuhakikisha mambo yafuatayo.
La kwanza, wahakikisha ya kwamba vifaa hivi vinatunzwa na kutumika ipasavyo ili viwe endelevu. Nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba hivi vifaa vinatumika uwe na uendelevu, katika maana ya kwamba visiende vikatumika vibaya vikaishia baadaye kupata hasara. Na ndio maana hapo mwanzo nimesema tunampa shukrani za pekee Mheshimiwa Rais kwa sababu hivi vifaa amevitoa mwenyewe bure kama zawadi kwa wakulima wetu wa mkoa wetu wa Mara. Kando ya makabidhiano hayo, Yegowasu TV ilipata nafasi ya kuzungumza na wananchi waliokabidhiwa na watakaonufaika na vifaa hivyo katika kilimo cha umwagiliaji, nao walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina ninaitwa Hassan Vincent Magiri, mkazi katika manispaa ya Msoma, kata ya Makoko, mtaa wa Bukanga. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa muono wa serikali wa kuleta miundombinu hii ya umwagiliaji kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wadogo katika kuongeza juu ya usalama wao wa chakula. Matumizi mazuri ya vifaa hivi yatasaidia kupatikana kwa chakula kwa mwaka mzima na hivyo kupunguza tatizo la njaa. Itakuwa imetusaidia pia kuongeza lishe kwa ajili ya afya yetu ya kibinadamu. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa muono wake mzuri wa kuona namna anavyoweza kuwasaidia wakulima wadogo katika kukabiliana na majanga ya ukame, hususani katika kumaliza tatizo la upungufu wa chakula katika familia. Asante. Jina naitwa Abdalla Edward Kitondo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Pwani manispaa ya Msoma. Mimi nimeshuhudia shughuli ya ugawaji wa mashine za umwagiliaji kwa wakulima wadogo ambao wako katika manispaa ya Msoma, lakini kwenye halmashauri zote tatu. Pende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana aliyoifanya kwa wakulima wetu. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wananchi wetu na wakulima wadogo wanahangaika sana na zana za kilimo, hasa maeneo haya ya umwagiliaji maji. Lakini kwa tiba hii ambayo imeenda kutolewa leo ya wakulima wadogo kupata mashine za kumwagilia, ni tiba halisi kabisa kwa wakulima wetu, maana wataongeza kipato na wataongeza chakula, ule upungufu wa chakula unaenda kumalizika. Kwa hiyo nishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa hii walioifanya, na ninaomba sana, tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aongeze sana, aendelee kuongeza bajeti kubwa kwenye Wizara ya Kilimo, lakini atuletee mashine za umwagiliaji nyingi, lakini pia na zana za kilimo na mbegu zilizo sahihi kabisa kwa wakulima. Nashukuru sana. Jina naitwa Anastasia Amos John. Naishi mkoa wa Mara, Msoma mjini. Kwa hivi vifaa walivyotuletea hivi, tutanufaika. Sasa hivi hatutaweza kubeba ndoo kumwagilizia. Sasa hivi itakuwa tunamwagilizia kutumia vifaa vyetu hivyo. Kwa kweli tunashukuru sana na tunanufaika sana. Asante kwa kuichagua Yegowasu TV na kuzidi kukuletea habari pamoja na matukio mbalimbali. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, hakikisha una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu. Mimi naitwa Nado. Chumba cha habari alisimama Dakawa John.